Alice. Asante sana Mheshimiwa Spika. Nasimama kwa kanuni ya namba 54. Mheshimiwa Spika, jana ilikuwa siku ya wafanyakazi duniani ambayo Tanzania kitaifa imefanyika mkoa wa Singida na mgeni rasmi alikuwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Spika, kama kuna kilio kikubwa kwa Watanzania hasa watumishi kwa zaidi ya miaka 9 ilikuwa ni swala zima la kupanda mishahara kulingana na maisha yanapopanda. Mheshimiwa Spika, pamoja na majukumu mengi ambayo anayo Mheshimiwa Rais, anatekeleza miradi mbalimbali. Mheshimiwa Spika, ametoa mabilioni kwenye mikoa na halmashauri zetu. Lakini hukumbuka ni mwaka wa uchaguzi na mambo mengi. Angeza kutoa excuse Mheshimiwa Spika, kwa miaka 9 mishahara haijapanda. Lakini Mheshimiwa Spika, jana Rais msikivu na mthubutu anayetambua michango ya wafanyakazi ambayo huwa income tax inaenda moja kwa moja kwenye mfuko wa taifa, amethubutu kupandisha mishahara kima cha chini kutoka 370,000 mpaka 500,000. Mheshimiwa Spika, naomba wabunge wenzangu ambao wamekuwa wachangiaji wakubwa kwenye swala hili, Mheshimiwa Spika, waniunge mkono kwenye pongezi. Hii ni dharura ya kipongezi. Bunge lipongeze Mheshimiwa Rais, uamue mwenyewe. Mheshimiwa Spika, utatuongozaje? Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja. Haya, asanteni sana waheshimiwa bunge. Asanteni sana. Tuketi waheshimiwa bunge. Asante sana. Mheshimiwa Neema Rugangira. Mheshimiwa Spika, nasimama kwa kanuni ya 76. Mapema leo asubuhi wakati Mheshimiwa Naibu Waziri Patrobas Katambe akijibu swali namba 196 alieleza kwamba ile mikoa ambayo inapata watu wengi zaidi wanapata ajira za serikali ni kwa sababu mikoa ile ina mwamko mkubwa zaidi wa elimu. Sasa Mheshimiwa Spika, kwa kutambua kazi kubwa ambayo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya katika uwekezaji wa sekta ya elimu, hakuna mkoa ambao umeachwa nyuma katika maendeleo ya elimu. Kwa hivyo ningependa kufahamu, je, kauli ile ni sawa kwamba mikoa ambayo haipati watu wengi kwenye ajira za serikali kwamba ni kwa sababu mikoa hiyo ina mwamko wa chini wa elimu? Asante. Waheshimiwa wabunge, Mheshimiwa Dr. Alice Kaijage amesimama hapa kwa mujibu wa kanuni yetu ya 54 akieleza jambo la dharura, na amesema hiyo ni dharura, lakini ni dharura ya kipongezi. Kwa hivyo, kwa sababu kanuni zetu zinatoa fursa ya bunge kutoa pongezi na zinatoa fursa kwa spika kuzungumza kwa niaba ya bunge kwa upande huo wa pongezi, basi waheshimiwa wabunge, kwa niaba ya wananchi wa Tanzania, kwa sababu sisi ndio wawakilishi wao, tunampongeza sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa hatua aliyoichukua siku ya jana, siku ya Mei Mosi, kuhakikisha kwamba anawapandishia mishahara watumishi wa serikali ambao wanapata kima cha chini, na alitoa ahadi kwa ajili ya watu ambao hawapati mshahara wa kima cha chini kwamba na wao watapata asilimia zao kwa kadri muda unavyokwenda. Kwa hivyo sote kwa pamoja kama bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunampongeza Mheshimiwa Rais kwa hatua hiyo ya kuboresha maslahi ya wafanyakazi wa taifa hili, na tunaamini kwamba na waajiri binafsi sasa na wao wataendelea kuangalia mwongozo huu uliotolewa na Mheshimiwa Rais kuona namna ambavyo wanaweza kuboresha maslahi ya wafanyakazi katika maeneo yao pia. Kwa hivyo pongezi zimetolewa waheshimiwa wabunge kwa niaba yenu nyote. Lakini pia amesimama Mheshimiwa Neema Rugangira akiomba mwongozo kwa mujibu wa kanuni yetu ya 76 akitaka kujua kama hilo jambo linaruhusiwa ama haliruhusiwi, kwa mujibu wa kutokana na majibu ambayo alikuwa ameyatoa Mheshimiwa Naibu Waziri Ofisi ya Waziri Mkuu Mheshimiwa Patrobas Katambi kwa swali alilokuwa ameliuliza Mheshimiwa Dr. Reikiza kwamba mikoa mingine inakuwa haipati mgao sawa kwenye ajira zinapotolewa na serikali. Sasa Mheshimiwa Neema anaona kwamba hapo kidogo kauli ile ya kusema mikoa mingine pengine mwamko uko chini wa elimu
haoni kama hilo jibu liko sawa sawa. Sasa kwa sababu sikumbuki vizuri namna alivyosema Mheshimiwa Naibu Waziri kuhusu jibu hili, inabidi nikapitie taarifa rasmi za Bunge kisha nitatoa mwongozo. Mheshimiwa Neema Rugambwa. Baada ya kusema hayo, waheshimiwa, sasa tunaendelea na ratiba yetu. Katibu. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.